أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Amirul Mu'minin Mwenyezi Mungu amsaidie sana anasema kwa kumzungumzia hata Abubakar radhiyallahu ta'ala anhu, habari zake za kuwapatia uhuru watumwa zilikuwa zikiendelea, ambazo kuna matukio yake mengine. Hata Abubakar aliwapatia uhuru Nahdia na binti yake. Hao wote walikuwa wajakazi wa mwanamke mmoja wa Banu Abduddar. Hata Abubakar alipita karibu nao wakati ule mmiliki wao alikuwa amewatuma kusaga ngano, na mama huyo alikuwa akisema, wallahi sitawaacheni huru kamwe, au alikuwa amekula kiapo fulani. Kwa vyovyote vile hata Abubakar akasema, ewe mama fulani, vunja kiapo chako. Yeye akasema, nenda bwana, wewe ndiwe uliowapotosha hawa. Kama unawajali sana basi uwanunue na uwaache huru. Hata Abubakar akasema, kiasi gani nikupatie kwa hawa wawili? Yeye akasema, kiasi fulani na fulani. Hata Abubakar akasema, basi nimewanunua wote wawili na sasa wana uhuru. Kisha akawaambia kwamba mumrudishie mama huyo unga wake, yani ngano ambayo walikuwa wameipeleka kuisaga. Wao wakasema, ewe Abubakar, je, tumalize kazi hii tuliopewa, yani tusage ngano na kisha unga wake tumpelekee mama huyo? Hata Abubakar akasema, ni sawa, kama mnataka kufanya hivi basi fanyeni tu. Safari moja hata Abubakar alipita karibu na mjakazi wa Banu Muammal. Banu Muammal lilikuwa kabila moja la Banu Adi bin Kaab. Mjakazi huyo alikuwa Muislamu. Umar bin Khattab alikuwa akimtesa ili yeye aiache Islam. Hat Umar katika zama zile alikuwa bado hajasilimu na alikuwa anampiga hadi pale alipokuwa akichoka. Alikuwa akisema ya kwamba, na kuambia nimekuacha kwa sababu ya uchovu wangu tu. Hapo mama huyo alikuwa akisema, Allah atakutendea hivi hivi. Kisha hata Abubakar akimnunua alikuwa amemwacha huru. Riwaya moja inasema baba wa Abubakar, Abu Qahafa, alimwambia ya kwamba, ewe mwanangu, naona unawapatia uhuru watu walio wanyonge. Kama unataka kufanya kile unachofanya, basi wapatie uhuru watu wenye nguvu, ili wao wakulinde na wasimame pamoja nawe. Msimuliaji anasema, hata Abubakar akasema, ewe baba yangu mpendwa, mimi nachotaka ni radhi ya Allah mwenye heshima tu. Hivyo baadhi ya wafasiri alama Qurtubi na alama Alusi na kadhalik wanasema ya kwamba aya zifuatazo Mwenyezi Mungu ameziteremsha kwa sababu ya kitendo hicho cha Abubakar, na katika shani yake ya kwamba
faama man ata wattaqa wasaddaqa bilhusna fasanuyassiruhu lilyusra wa amma man bakhila wastaghna wakazaba bilhusna fasanuyassiruhu lilusra wama yughni anhu maluhu iza taradda inna alayna lalhuda wa inna lana lalakhirata walula faanzartukum naran talazza la yaslaha illa al-ashqa allazi kazzaba wa tawalla وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Lakini anayetoa katika njia ya Allah na kumcha Allah na kulisadikisha jambo jema kabisa, basi tutamrahisishia mambo kuwa mepesi. Na kuhusiana na yule aliyefanya ubakhili na kudhihirisha kutokujali na kukazibisha jambo jema, basi tutamrahisishia kupata taabu na mali yake itakapoangamia haitamfaa chochote. Hakika kuongoza ni juu yetu na bila shaka mwisho upo ndani ya uwezo wetu na mwanzo pia. Basi na wahadharisheni na moto uwakao hata uingia ila mwenye bahati mbaya sana aliyekazibisha na kurudi nyuma, na amchaye Allah ataepushwa nao, ambaye hutoa mali yake kujitakasa na hapana yeyote aliyemfanyia hisani ili apate kulipwa isipokuwa kupata radhi ya Mola wake aliye juu, naye hivi karibuni atakuwa radhi. Watumwa ambao Abubakar radhiyallahu ta'ala anhu alikuwa amewapatia uhuru, miongoni mwa hawa mmoja wao alikuwa Khubab bin Art. Al-Muslih Maud radhiyallahu ta'ala anhu akieleza kuhusu Khubab bin Art anasema ya kwamba sahaba mmoja mwingine aliyewahi kuwa mtumwa, safari moja alivua shati lake kwa ajili ya kuoga. Mtu mmoja aliyekuwa amesimama karibu akaona kwamba ngozi ya mgongo wake ni nzito sana kama inavyokuwa ngozi ya nyati. Yeye kwa kuiona hiyo akashtuka sana na akamuuliza kwamba ugonjwa wako huu una muda gani? Ngozi ya mgongo wako ni nzito sana kama inavyokuwa ngozi ya mnyama. Al-Khubab alipomsikia akacheka na akasema, huo si ugonjwa, bali tulipokuwa tumesilimu mmiliki wetu akaamua ya kutupa adhabu, hivyo akitulaza katika jua kali alikuwa akitupiga na kusema ya kwamba semeni sisi hatumwamini Muhammad. Nasi katika kumjibu tulikuwa tukisoma shahada, naye alikuwa akitupiga tena, lakini hasira yake ilikuwa haishuki, hivyo tulikuwa tukibururwa juu ya mawe. Anaandika ya kwamba katika Uarabuni kwa ajili ya kusalimisha nyumba za udongo kutoka maji wanaweka karibu na msingi wa nyumba mawe ya aina fulani ambayo kwa Kipunjabi yanaitwa kingar. Mawe haya yanakuwa mazito sana yenye ncha kali na watu wanayaunganisha na kuta ili kwa sababu ya mafuriko kuta za nyumba zisibomoke. Sahaba huyo akasema, tusipokubali kukataa Islam watu walikuwa wakitupiga mpaka kuchoka, kisha tukifungua kamba kwenye miguu yetu tulikuwa tukibururwa juu ya mawe haya, na yote unayoyaona ni matokeo ya mateso hayo. Ilmuradi wakaendelea kuzulumiwa kwa miaka mingi. Mwishowe hata Abubakar radhiyallahu anhu hakuweza kuvumilia mateso yao, naye akiuza sehemu kubwa ya mali yake akawapatia uhuru. Kisha Khalifatul Masih Thani
raziallahu taala anhu akizungumzia habari za abubakar za kuwapatia watumwa uhuru anasema watumwa waliomwamini mtume sallallahu alaihi wasallam walitokana na mataifa mbalimbali. walikuwa wahabeshi kama bilal, walikuwa warumi kama suhaib, kisha walikuwa wakristo kama jubair na suhaib, na washirikina pia walikuwepo kama alivyokuwa bilal na ammar. mkuu wa bilal akimlaza juu ya mchanga moto alikuwa akiweka mawe juu yake au alikuwa akiwaambia vijana kuruka juu ya kifua chake. hata abubakar raziallahu anhu alipoona zulma hizi akampatia mmiliki wake thamani yake na kisha akamwacha huru. safari moja hata abubakar raziallahu taala anhu alikuwa ameamua kuhamia uhabeshi. kuhusu habari hiyo inasemekana kuwa idadi ya waislamu ilipozidi na islam ikajulikana, makafiri wa quraishi wakaanza kuwatesa watu wa makabila yao waliokuwa wameisha amini. shabaha yao ilikuwa ni kuwageuza kutoka dini yao. hapo mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia waumini ya kwamba nyinyi mutawanike katika ardhi, kwa yakini allah atawakusanyeni kwa pamoja. masahaba wakasema tuhamie wapi? mtume sallallahu alaihi wasallam akasema upande ule, naye kwa mkono wake akaashiria upande wa ardhi ya uhabeshi. habari hiyo ni rajabu mwaka wa 5 wa unabii, sawa na amri ya mtume sallallahu alaihi wasallam. wanaume 11 na wanawake 4 wakahamia uhabeshi. waislamu walipohamia uhabeshi, hata abubakar raziallahu anhu pia akateswa, na kwa sababu yake yeye pia akaamua kuhamia uhabeshi. hivyo kuna riwaya ya bukhari inayosema ya kuwa hata aisha raziallahu taala anha anasimulia ya kwamba waislamu walipoteswa, hata abubakar kwa nia ya kuhama akaelekea uhabeshi. alipofika eneo la barqurrimad ni mji wa yemen unaopatikana karibu na bahari, ukiwa na umbali wa safari ya mausiku 5, ambako akakutana na ibn daghna ambaye alikuwa chifu wa kabila la qara. yeye akamuuliza, ewe abubakar, unakwenda wapi? hata abubakar akasema, kaumu yangu imenifukuza nami nataka kutembea hapa na pale kwenye ardhi na niendelee kumwabudu mola wangu. ibn daghna akasema, mtu kama wewe hatoki kutoka watani wake wala hatakiwi kutolewa nje. wewe unafanya mema ambayo yameshafutwa tayari, nawe unawahurumia watu, unabeba mzigo wa wanyonge, unawahudumia wageni na unawasaidia, na wewe unawasaidia watu katika shida zao zinazowafikia. sehemu moja tafsiri yake imefanywa hivi ya kwamba wewe unawapa wasio na chochote na unawatendea jamaa kwa wema na unawajali wanyonge, nawe ni mkarimu na unawasaidia katika shida zao. kisha yeye akasema, mimi nakupa uhifadhi wangu, rejea nyumbani katika watani wako, umwabudu mola wako. na ibn daghna pia akatoka na akaja Makka pamoja na hata abubakar, na akakutana na viongozi wa quraishi na akawaambia kwamba abubakar ni mtu ambaye mtu kama huyo haachi watani wake wala hafukuzwi kutoka watani wake. je, mnamfukuza mtu ambaye anatenda mema ambayo yameshatoweka tayari na anawahurumia na kubeba mzigo wa watu wanyonge na anawahudumia na anawasaidia watu kwenye shida zao? hapo quraishi wakakubali uhifadhi wa ibn daghna na wakampa hata abubakar amani, na wakamwambia ibn daghna ya kwamba umwambie abubakar ya kuwa yeye amwabudu mungu wake akiwa katika nyumba yake, humu aswali na asome apendacho, lakini asitusumbue kwa ibada yake au kwa kusoma qurani, na asisome kwa sauti ya juu, kwani tuna hofu ya kwamba asije akawapotosha watoto na wanawake wetu. ibn daghna akamwambia hata abubakar, na hata abubakar akaanza kufanya ibada ya mungu wake akiwa nyumbani kwake.
kisha baada ya muda mfupi hata abubakar akafikiri na akajenga msikiti, yani sehemu ya kuswalia katika ua wa nyumba yake, na akatoka nje ambapo walikuwa akiswali na kusoma Qurani tukufu, na wanawake na watoto wa washirikina walikuwa wakimzingira na kushangaa, na walikuwa wakimwona hata abubakar kwa mshangao mkubwa, na wakaona ya kwamba abubakar ni mtu aliyelia sana. Alipokuwa akisoma Qurani tukufu alikuwa hawezi kuzuia machozi yake. Hali hiyo ikawatatiza sana wakuu wa Quraishi, nao wakamwita Ibn Daghna. Yeye akawajia wao, wakamwambia, sisi tulikuwa tumempa abubakar uhifadhi kwa sharti hili ya kwamba yeye atafanya ibada ya Mungu wake katika nyumba yake tu, lakini yeye hakujali sharti hilo, na sasa amejenga msikiti katika ua wa nyumba yake na ameanza kuswali na kusoma Qurani tukufu hadharani. Nasi tuna hofu ya kwamba yeye ataleta fitina kwa vijana na wanawake wetu. Wewe umwendee, kama anapenda kukaa ndani na kufanya ibada basi aendelee, la sivyo umwambie ya kwamba yeye akurudishie uhifadhi wako, kwani sisi tunajisikia aibu katika kubatilisha uhifadhi wako, na pia sisi hatutamruhusu abubakar afanye ibada yake hadharani. Hat aisha anasema ya kwamba Ibn Daghna akaja kwa abubakar na akamwambia, wewe unajua sharti ambalo nilikuwa nimeweka katika ahadi yangu, hivyo tafadhali zingatia sharti hili au nirudishie uhifadhi wangu, kwani sipendi ya kwamba Waarabu wasikie ya kuwa mtu ambaye nilikuwa nimemhifadhi sasa kuhusu mtu huyo nimevunja ahadi yangu. Hata abubakar akasema, mimi nakurudishia uhifadhi wako na nipo razi juu ya uhifadhi wa Allah tu. Msikiti ambao hata abubakar alikuwa ameujenga katika ua lake, kuhusu msikiti huo imeandikwa katika maelezo ya Umdatul Qari ya Sahih Bukhari ya kwamba msikiti huo ulikuwa umeenea hadi kuta za nyumbani, na ulikuwa msikiti wa kwanza uliojengwa katika Islam. Hat Musleh Maud radhiyallahu anhu anasema, mtu kama abubakar ambaye Makka nzima ilikuwa chini ya hisani yake, chochote alichokuwa akichuma alikuwa akitumia katika kuwapatia uhuru watumwa. Safari moja alipokuwa akihama Makka, njiani chifu moja akakutana naye na akamuuliza abubakar, unakwenda wapi? Yeye akasema, katika mji huo sina amani sasa, hivyo ninauhama. Chifu huyo akasema, mtu mwema kama wewe akihama mji utaangamia. Mimi ninakupa uhifadhi, hivyo wewe usiondoke kutoka hapa. Yeye kwa sababu ya uhifadhi wa chifu huyo akarejea. Kila asubuhi alipokuwa akisoma Qurani tukufu, kina mama na watoto walikuwa wakitega masikio na kusikiliza Qurani tukufu, kwani katika sauti yake kulikuwa na uchungu mkubwa sana, na kwa kuwa Qurani tukufu ilikuwa katika lugha ya Kiarabu, kila mwanamke, mwanamume na mtoto alikuwa akielewa maana zake, na wasikilizaji walikuwa wanavutika kwake. Habari hiyo iliposhamiri ikaleta taharuki katika Makka ya kwamba hiyo ikiendelea watu wote wataacha dini yao, yaani kwa kusikiliza Qurani tukufu na sauti yake yenye uchungu wote wataacha dini yao. Huzur anasema hiyo ndiyo hali ambayo wanajumuia wanaikabili katika baadhi ya nchi, hasa nchini Pakistan, ya kwamba wakiwaona Waahmadia wakiswali sala au kusoma Qurani basi watakosa dini yao. Hivyo kuna adhabu kali kwa wanajumuia juu ya kuswali na kusoma Qurani. Kwa vyote vile anaandika ya kwamba mwishowe watu wakamwendea chifu na wakamwambia kwamba kwa nini umempa uhifadhi. Chifu huyo akaja kwa hata abubakar radhiyallahu anhu na akamwambia kwamba wewe usisome Qurani kwa sauti ya juu, watu wa Makka wanakasirika. Hata abubakar akasema, basi chukua uhifadhi wako, mimi siwezi kufanya hivyo, na akamrudishia uhifadhi wake. Katika Shebe Abi Talib pia hata abubakar radhiyallahu anhu alikuwa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Quraishi wa Makka walitumia kila njia ya kuzuia ujumbe wa tauhidi, lakini pale waliposhindwa vibaya wakaamua kususia Banu Hashim na Banu Abdul Muttalib.
hivyo kuhusu swala hilo katika sir khatama nabiyin almiza bashir ahmad saheb ameandika hivi ya kwamba quraishi kwa lengo la kuchukua hatua ya kimatendo wakishauriana kwa pamoja waliamua ya kwamba sisi tuwasusie mtume sallallahu alaihi wasallam na watu wote wa banu hashim na banu abdul muttalib, na wasipojiondoa katika kuhifadhi mtume sallallahu alaihi wasallam basi tuwazingire katika sehemu moja na tuwaangamize wote. hivyo mwezi wa muharram mwaka wa 7 wa unabii mkataba mmoja ukaandikwa ya kwamba hakuna mtu atakayeoa na kuolewa katika familia za banu hashim na banu abdul muttalib, wala hata wauzia kitu chochote wala kununua kutoka kwao. atahakikisha kwamba kitu chochote chakula kisiwafikie na hata kuwa na uhusiano wowote pamoja nao. Huzuri anasema hiyo ndiyo hali inayopatikana kwa wanajumuia katika sehemu mbalimbali. kisha mbele ilikuwa imeandikwa ya kwamba hali hii iendelee hadi wamwache muhammad sallallahu alaihi wasallam na wamkabizi kwao. mkataba huo ukaandikwa na kutiwa saini na viongozi wakubwa wa quraishi yakiwemo makabila ya kanana pia, na kisha ukawekwa juu ya ukuta wa Kaaba kama mkataba muhimu wa kitaifa. hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam na watu wote wa banu hashim na banu abdul muttalib, waislamu na wasiko waislamu wote walizingirwa katika shebe ya Abi Talib, isipokuwa baba mdogo wa mtume sallallahu alaihi wasallam Abu Lahab, ambaye katika jazba ya uadui wake akaunga mkono na makuraishi, na makabila mawili ya Quraish yakasusiwa na yakafungwa kama mahabusu na wafungwa, na wote wakawekwa kwenye shebe Abi Talib. idadi ndogo ya waislam waliokuwa katika Makka walikuwa pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam. katika hali hiyo ngumu pia hata Abubakar radhiyallahu ta'ala anhu hakumwacha mtume sallallahu alaihi wasallam. hivyo Hazrat Shah Waliullah rahmatullah alayhi anasema ya kwamba Quraishi walipokubaliana kumuuzi na kumtesa mtume sallallahu alaihi wasallam, nao wakaandika mkataba mmoja. hata katika muda huo mgumu pia Siddiq radhiyallahu anhu akawa pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam. hivyo kuhusu tukio hilo Abu Talib amesema katika ubeti wake ya kwamba hum rajau Sahal ibn Bayza raziyan fasurra Abu Bakrin biha wa Muhammad, nao wakimfurahisha Sahal bin Bayza wakamrudisha. hapo Abu Bakar na Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakafurahi. yani Quraishi wa Makka walipomaliza mkataba wa kususia, hapo Abu Talib akasema shairi, na katika shairi yake ubeti mmoja ulikuwa kama huo wa juu ya kwamba mkataba wa kususia ulipomalizika mtume sallallahu alaihi wasallam na Abu Bakar wakafurahi sana. bishara ya ghalibati Rum na kuweka kwa hata Abu Bakar dau juu yake. kuhusu habari hiyo inapatikana hivi kuhusu kauli ya Allah isemayo alif lam mim ghalibati Rum fi adna al-arzi. imesimuliwa na Ibn Abbas radhiyallahu anhu, yeye alisema kwamba ghalibat na ghalabat, yeye anasema ya kwamba washirikina walikuwa wakitamani ya kuwa waajemi wa washinde Warumi, kwani hawa na wao wote walikuwa wanaabudu masanamu, na waislamu walikuwa wakitamani ya kuwa Warumi wa washinde waajemi kwa sababu wao walikuwa wenye kitabu. wao wakamweleza Abu Bakar habari hiyo, na Abu Bakar akamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam habari hiyo. mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wao lazima watashinda. hata Abu Bakar akawaambia washirikina kuhusu habari hiyo. wao wakasema kwamba upange muda kati yetu na kati yako, sisi tukishinda basi tutapata hivi na vile, na nyinyi mkishinda
basi mtapata vitu fulani na fulani. Yani wakaweka sharti na wakaweka muda wa miaka 5, nao hawakuweza kushinda. Yeye alipomwambia mtume sallallahu alaihi wasallam habari hiyo, mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba kwa nini hukuweka muda zaidi ya hiyo? Msimuliaji anasema nadhani muradi wake ulikuwa miaka 10. Hiyo ni riwaya ya Tirmizi. Hazur anasema kwamba katika riwaya moja ya Sahih Bukhari mtume sallallahu alaihi wasallam ameeleza kuhusu bishara 4 zilizotimia kwa shani zake kubwa. Katika bishara hizi moja ni bishara ya kushinda kwa Warumi. Hivyo Masruk anasimulia ya kwamba sisi tulikuwa kwa hat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yeye akasema ya kwamba nabii sallallahu alaihi wasallam alipoona ya kuwa watu hawamsikii akasema, ewe Allah, ukame wa miaka 7 kama ulivyotokea katika zama za hat Yusuf uwateremshie ukame wa miaka 7. Hivyo ukame kama ule ukaja kuwakumba ulioangamiza vitu vyote hadi wakalazimika kula ngozi na nyamafu na maiti zenye kunuka. Na mmoja wao alipokuwa akitazama juu, basi kwa sababu ya njaa alikuwa akiona moshi tu. Katika bishara 4 moja ni tukio hili. Abu Sufyan akamjia na akasema, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wewe unatoa amri ya kumtii Allah na kuwahurumia watu wake. Sasa angalia kaumu yako imeangamia, uwaombe kwa Allah. Mwenyezi Mungu alikuwa amesema, basi usubiri siku ambapo mbingu italeta moshi ulio wazi. Bila shaka nyinyi ni wenye kurudia mambo yale yale. Siku ambapo tutawakamateni kwa mkamato mkubwa, basi mkamato huo ukatokea siku ya Badr. Hivyo adhabu ya moshi na mkamato mkubwa na bishara ya lizama na bishara ya Rum yote yameshatimia tayari. Hiyo ni riwaya ya Bukhari. Katika kufafanua hadisi hiyo, Alama Badruddin Ani akizungumzia bishara ya kushinda kwa Rum anaandika ya kwamba vita ilipotokea kati ya Waajemi na Warumi, Waislam walikuwa wakipenda ushindi wa Warumi juu ya Waajemi, kwani Warumi walikuwa wenye kitabu, ilhali makafiri walikuwa wakipenda ushindi wa Waajemi, kwani Waajemi walikuwa majusi na makafiri wa Quraysh pia walikuwa wakiabudu masanamu. Basi hata Abubakar radhiyallahu anhu na Abu Jahl wakaweka sharti juu ya jambo hilo na wakapanga muda wa miaka kadhaa. Hapo mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba neno ambalo limetumika ni bizun. Neno hili huonyesha kitambo cha miaka 9 au 7, basi ongeza muda. Kisha hata Abubakar akafanya hivyo, basi Warumi wakashinda. Mwenyezi Mungu alisema, alif lam mim ghulibatir rum fi adna al-arzi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi biz'i sinin lillahi al-amru min qablu wa min ba'd wa yawma idhin yafrahu al-mu'minun binasrillah. Tafsiri yake ni kama ifuatayo kwamba anallahu alamu, yani mimi ni Allah nijuaye sana. Warumi wameshindwa katika nchi iliyo karibu nao, baada ya kushindwa kwao watashinda katika miaka michache. Amri ni ya Allah kabla na baadaye, na siku hiyo waaminio watafurahi kwa msaada wa Allah. Na Shabi anasema ya kwamba wakati ule kuweka sharti ilikuwa halali. Mirza Bashir Ahmad Sahib ameandika ya kwamba kabla ya Uislamu na katika zama za mwanzoni mwa Islam katika dunia nzima kulikuwa na tawala 2 zenye nguvu na wasaa, utawala wa Faras na utawala wa Rum, na tawala zote hizi zilikuwa zikipatikana karibu na Uarabuni. Utawala wa Faras ulikuwa ukipatikana kaskazini mwa Arab na utawala wa Roma ulikuwa ukipatikana kaskazini magharibi mwa Arab. Kwa kuwa mipaka ya tawala hizi ilikuwa ikiungana, hivyo saa nyingine zilikuwa zikipigana vita. Katika zama zile pia tawala hizi zilikuwa na mamlaka kubwa, na utawala wa Faras ulikuwa na mamlaka
juu ya utawala wa Roma na ulikuwa umenyang'anya maeneo yake mengi yenye umuhimu mkubwa na ulikuwa ukiendelea kuukandamiza. Makuraishi walikuwa wakiabudu masanamu na hiyo ndiyo iliyokuwa dini ya watu wa Fars. Hivyo makuraishi wa Makka walikuwa wamefurahi sana juu ya ushindi wa Fars, lakini waislamu walikuwa wakiuhurumia utawala wa Roma, kwani utawala wa Roma ulikuwa Mkristo na Wakristo kwa sababu ya kitabu na kuwa na uhusiano na Masih Nasri walikuwa karibu zaidi na waislamu kuliko makuraish makafiri na wairani. Katika hali hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam akijaaliwa elimu kutoka kwa Allah akatoa bishara ya kwamba wakati huu Rum inashindwa mbele ya Fars, lakini katika muda wa miaka michache Rum itapata ushindi juu ya Fars na siku ile waumini watafurahi. Waislamu kwa kusikia bishara hiyo na hasa Abubakar ambaye jina lake limetajwa humo wakaanza kutangaza katika Makka ya kwamba Mungu wetu amesema ya kuwa hivi karibuni Roma itashinda dhidi ya Fars. Quraishi wakasema kama bishara hiyo ni kweli basi njoni muweke sharti, kwa kuwa wakati ule kuweka sharti haikuwa marufuku katika Islam. Hata Abubakar akakubali na kati ya machifu wa Quraishi na hata Abubakar sharti la ngamia likawekwa na muda wa miaka 6 ukapangwa juu yake. Lakini taarifa yake ilipomfikia mtume sallallahu alaihi wasallam, yeye akasema kwamba kupanga muda wa miaka 6 ni kosa. Kuhusu miadi Mwenyezi Mungu ametumia maneno ya bizi sinin ambayo sawa na lugha ya Kiarabu yanatumika kwa ajili ya idadi ya 3 hadi 9. Habari hii ni ya zama zile ambapo mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiishi Makka na hijra ilikuwa bado haijatokea. Kisha baada yake katika muda huo huo hali ikabadilika na Roma ikapata ushindi juu ya Fars na ikateka maeneo yake yaliyokuwa yamenyang'anywa kutoka kwao. Hiyo ilitokea baada ya hijra, na baada ya hijra Warumi wakapata ushindi juu ya Fars. Kuhusu habari hiyo Musleh Maud anasema ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa bado katika Makka ambapo habari hii ikashimiri katika Uarabuni ya kwamba Wairani wamepata ushindi juu ya Warumi. Watu wa Makka wakafurahi sana juu yake wakizwani ya kuwa sisi pia ni washirikina na Wairani pia ni washirikina vile vile. Kushindwa kwa Warumi mbele ya Wairani ni jambo jema, na maana yake ni kwamba watu wa Makka pia watapata ushindi juu ya Muhammad. Wao walikuwa na zana hiyo, lakini Mwenyezi Mungu akamwambia Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kwamba ghalabatir rum fi adnal arzi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bizi sinin. Bila shaka serikali ya Roma imeshindwa katika eneo la Syria, lakini hali hiyo haitadumu, bali baada ya kushindwa katika muda wa miaka 9 Warumi watashinda tena. Bishara hiyo ilipotangazwa watu wa Makka wakacheka sana juu yake, hadi baadhi ya makafiri wakaweka dau la ngamia 100 na hata Abubakar radhiyallahu anhu wakisema kwamba kama baada ya kushindwa vibaya Roma ikipata maendeleo tena, basi sisi tutawapatia ni ngamia 100, na isipotokea hivi basi nini mtatupatia ngamia 100. Kizwahiri ilikuwa vigumu kutimia kwa bishara hiyo. Baada ya kushindwa katika Syria, jeshi la Kirumi lilikuwa limeshindwa mara kwa mara na kurudi nyuma mpaka majeshi ya Kiirani yakafikia ukingoni mwa bahari ya Marmara. Konstantinia ikakatwa na tawala za Kiasia na utawala wa Roma ukabaki kama utawala mdogo sana, lakini kauli ya Mungu ilikuwa ni yenye kutimia na ikatimia. Katika hali ya kukata tamaa, mfalme wa Roma akiwa na majeshi yake akatoka kutoka Konstantinia kwa ajili ya shambulio la mwisho, na akifika kwenye ukingoni mwa Asia akaanza kupigana na Wairani vita ya mwisho, vita yenye tija. Majeshi ya Kirumi licha ya kuwa na idadi ndogo na silaha ndogo sawa na bishara ya Qur'ani tukufu wakapata ushindi juu ya Wairani, na jeshi la Kiirani likakimbia hadi kuingia katika mipaka ya Iran na nchi za Afrika na Asia zilizokuwa zimetekwa na Wairani zikaja chini ya serikali ya Rum.
almasihi maud alaihi wassalam anasema ya kwamba hata abubakar sidiq raziallahu taala anhu alipoweka dau na abu jahal na bishara ile ya qurani tukufu akaiweka kama msingi wa sharti ya kuwa alif lam mim ghulibat rum fi adna al-arzi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin, na akapanga muda wa miaka mitatu. Hapo mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuona hali ya bishara akatumia busara yake na akamwambia abubakar kufanya mabadiliko katika sharti, na akasema kwamba neno la bizi sinin ni mujmal na mara nyingi linatumika kuhusu miaka 9. kisha kudai kwa mtume sallallahu alaihi wasallam mbele ya makabila na kuunga mkono kwa hata abubakar sidiq radhiyallahu ta'ala anhu. Mwenyezi Mungu alipoamua kushindisha dini yake na kumjalia nabii wake heshima na taadhima na kutimiza ahadi yake, basi mtume sallallahu alaihi wasallam akatoka katika siku za hija na akakutana na makabila ya Aus na Khazraj ya Ansar. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaeleza kuhusu madai yake katika siku za hija kama alivyokuwa akifanya kila mwaka. Hivyo sawa na riwaya moja, hat Ali bin Abu Talib anasimulia ya kwamba Mwenyezi Mungu alipomwamrisha nabii sallallahu alaihi wasallam ya kwamba yeye ajitokeze mbele ya makabila ya Arab, basi mimi na hata Abubakar tukatoka pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam na kuelekea Mina mpaka tukafika katika majlisi ya Waarabu. Hata Abubakar akaenda mbele, naye alikuwa mahiri katika elimu ya nasaba. Yeye akawauliza mnatokana na kaumu gani? Wao wakasema kutoka kabila la Rabia. Hata Abubakar akauliza tawi gani la Rabia? Wao wakasema kutoka Zuhal. kisha hat Ali anasema sisi tukaenda katika majlisi ya Aus na Khazraj, na hawa ndio watu ambao mtume sallallahu alaihi wasallam akawapatia jina la Ansar, kwani wao wakampa uhifadhi na kukubali kumsaidia. Hat Ali anasema ya kwamba sisi hatukuinuka mpaka watu hawa wakafanya bayat ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Sawa na riwaya nyingine, hat Ali radhiyallahu ta'ala anhu akasema kwamba Mwenyezi Mungu alipomwamuru mtume sallallahu alaihi wasallam ili yeye ajitokeze mbele ya makabila ya Warabuni, basi mtume sallallahu alaihi wasallam akatoka kwa ajili yake. Mimi na Abubakar radhiyallahu anhu pia tulikuwa pamoja naye. Tukafika katika majlis moja iliyokuwa na heshima sana na amani. Watu hawa walikuwa na heshima kubwa sana. Hata Abubakar akawauliza kwamba mnatokana na kabila gani? Wao wakasema kwamba sisi tunatokana na Banu Shaban bin Salba. hata Abubakar akaelekea kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na akasema kwamba wazazi wangu wajitolee kwako katika kaumu yao. Hakuna mwenye heshima zaidi kuliko watu hawa. Katika watu hawa kulikuwa na Mafruq bin Amr, Musanna bin Harisa, Hani bin Qabisa na Numan bin Sharik. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawasomea aya ifuatayo: qul ta'ala atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana wa la taqtulu awladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabu al fawahisha ma zahara minha wa ma batana wa la taqtulu nafsa allati harrama Allah illa bil haqq ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. Tafsiri yake ni kwamba sema njoni ni wasomeni aliyowaharamishieni Mola wenu ya kwamba msimshirikishe na chochote, na fanyeni wema kwa wazazi wenu, wala msiwaue watoto wenu kwa kuhofia umaskini. Sisi tunawapeni nini riziki na wao pia, wala msiyakaribie mambo maovu yaliyo dhahiri na yaliyo siri, wala msimue mtu ambaye Allah ameharamisha kuuawa ila kwa haki. Hayo
amewausieni ili mupate kufahamu. Hapo Mafruk akasema kwamba maneno hayo hayatokani na watu wa ardhi. Kama yangekuwa maneno yao sisi tungeyajua. Kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akasoma aya ifuatayo: inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Kwa hakika Allah anaamuru uadilifu na hisani na kuwapa watu kama uwapavyo ndugu, na anakataza upujufu na uovu na uasi. Anawanasihini ili mpate kufahamu. Mafruk baada ya kusikia maneno hayo akasema: ewe ndugu yangu wa Quraish, wallahi umeita kwenye hulka njema na mambo mema. Kwa yakini kaumu iliyokukadhibisha ni mwongo sana na wamesaidiana dhidi yako. Musanna akasema: sisi tumekupata vizuri ewe ndugu yangu ya Quraish, wewe umeongea vizuri na mambo uliyoyasema yamenishangaza, lakini sisi tuna mkataba na Kisra ya kwamba hatutafanya kazi mpya na pia hatutampa uhifadhi mtu mwenye kufanya kazi mpya, na aghlabu kitu ambacho umetueleza ni kitu hata wafalme pia wanakichukia. Kama unataka kwamba sisi tukusaidie dhidi ya watu waishio pembezoni mwa Uarabuni na tukulinde, basi tutafanya hivyo. Hapo mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba jibu lako halina ubaya wote, kwani nini mmedhihirisha ukweli wote kwa uwazi. Mtu anayeweza kusimama kidete juu ya dini ya Allah ni yule tu ambaye Allah awe amemlinda toka pande zote. Kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akashika mkono hata Abubakar na akarejea. Riwaya moja inasema ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alisema ya kuwa unaonaje kama katika muda mfupi tu Allah awafanyeni kuwa warisi wa ardhi ya Kisra na nchi yake, na wanawake wao waje chini ya himaya yenu, basi je, mtamhimidia Allah? Yeye kwa kusikia hayo akasema: wallahi tuko tayari. Angalieni mpango wa Allah subhanahu wa ta'ala ya kwamba jambo hilo la mtume sallallahu alaihi wasallam likatimia barabara, na yule Musanna ambaye wakati ule alikuwa ameshikwa na haiba ya nguvu ya Kisra, na kwa sababu ya hasira yake alikuwa kisita kukubali Islam. Baada ya muda kidogo, katika zama za ukhalifa wa Abubakar, jeshi lililopigana na Kisra, mkuu wa jeshi hilo la Kiislam alikuwa Musanna bin Harisa. Alivunja mgongo wa Kisra na akawa msadikishaji wa bishara za mtume sallallahu alaihi wasallam. Pia kuna riwaya nyingine inayoeleza muda wa hija isemayo kuwa kabila la Bakr bin Wail lilipokuja Makka kwa ajili ya hija, mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia hata Abubakar kwamba uwaende watu hawa na uwahubiri na uwaambie kuhusu madai yangu. Hata Abubakar akawaendea na akawaambia kuhusu madai ya mtume sallallahu alaihi wasallam na akawahubiri kuhusu Islam. Khalifa mtukufu anasema habari zingine inshallah nitazieleza katika siku za usoni. Leo pia nataka kusema kuhusu maombi kwa ajili ya Wahamadia wanaoishi nchini Afghanistan. Wanapitia katika hali ngumu, wengine wamekamatwa, wanawake na watoto pia wana wasiwasi wakiwa katika nyumba zao, na wanaume ambao wako nje wamebaki bila makazi kwa sababu wana hofu ya kukamatwa. Allah awarahisishie. Pia muwaombe Wahamadia wanaoishi nchini Pakistan. Hata katika nchi ya Pakistan pia matukio yanaendelea kutokea hapa na pale. Wapo ambao wanawatesa Wahamadia. Hivyo mufanye maombi kwamba Mwenyezi Mungu aijalie dunia nzima ili dunia iweze kumtambua Masihi aliyeahidiwa alayhi salam, na Mwenyezi Mungu atulinde kutoka shari zote na dunia iweze kumtambua muumba wake. Kisha mimi nitawazungumzia baadhi ya marehemu na nitaswalisha swala ya jeneza yao. Mtu wa kwanza ni Alhaj Abdurrahman Sahib ambaye alikuwa katibu wa umuri ama na afisa wa jalsa salana Ghana. Amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 81. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wazazi wake walikuwa wanajumuia.
wote walikuwa wamekubali jumuiya. Marehemu alipata elimu ya juu kutoka Misri, na baada ya kukamilisha elimu yake ya juu akaanza maisha yake na akaendelea kufanya kazi kwenye kampuni mbalimbali katika nchi ya Ghana. Akaweza kufanya kazi kama manager, akafanya kazi nchini Nigeria, kisha akafungua kampuni yake na mwenyewe alikuwa mkurugenzi mtendaji wa kampuni yake. Alikuwa mtu mcha Mungu, aliweza kuitumikia jumuiya katika maisha yake yote. Akaendelea kutanguliza dini juu ya dunia, akaweza kutoa huduma mbalimbali juu ya nyazifa mbalimbali. Muda wote alikuwa akisema labbaik juu ya kila sauti itokayo kutoka ukhalifa. Mara nyingi asubuhi alikuwa akija kwenye mission house na alikuwa anakutana na amir saheb, na alikuwa akimuuliza kwamba kuna kazi ya jumuiya. Basi alikuwa anafanya kazi ya jamaat kwanza, kisha alikuwa anakwenda kufanya shughuli zake. Aliwahi kuwa sadr kwa Accra kuanzia mwaka 1989 hadi mwaka 1998. Akaweza kufanya kazi kama katibu wa umur amma, kisha akaweza kutoa huduma kama afisa jalsa salana, na wakati wa kifo chake alikuwa anatoa huduma kama mzamini wa kitaifa. Wakati wote alikuwa tayari kuwasaidia watu, alikuwa anawahurumia watu wote, watu wa familia na watu wa nje vile vile, na wanajumuiya na hata wengine ambao walikuwa hawana dini na wengine ambao walikuwa si wanajumuiya. Alikuwa anawasaidia wote. Alikuwa mwanajeshi wa jumuiya na ukhalifa. Daima aliweza kutanguliza kazi na faida ya jamaat juu ya mambo yake yote, na hakujali upinzani wowote. Alikuwa na swali tahajudi bila kukosa, na alikuwa anazingatia sana kwamba aswali tahajudi katika safari na akiwa nyumbani. Alikuwa musi, alikuwa analipa michango yake bila kukosa. Ameacha nyuma mke na watoto 5 na mabinti 5. Kuna mbashiri wa Ghana, Hafidh Mbashir Ahmed, yeye anaandika ya kwamba marehemu alikuwa na busara kubwa sana. Alikuwa anaongea mambo ya mantiki tu, na alikuwa anaelewa kiini cha mambo. Anasema kwamba kwenye kikao fulani kila mmoja alikuwa akitoa rai yake, na kulikuwa na jambo fulani ambalo kila mmoja alikuwa analirefusha. Wote wakaendelea kusikiliza. Yeye alipoanza kusema akasema kwamba kuhusu jambo hilo tayari uamuzi umetoka kutoka kwa Khalifatul Masih, hivyo hakuna haja ya kujadiliana zaidi, kwa sababu uamuzi ukitoka kutoka kwa khalifa basi hatutakiwi kutoa rai, bali kazi yetu ni kuonesha utii. Zura amesema kwamba Mwenyezi Mungu ametujalia wacha Mungu kama hawa katika maeneo ya mbali. Marehemu anayefuata ni Aziab Ali Muhammad Al-Jibali sahib, ambaye alifariki dunia siku za hivi karibuni. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Marehemu alitokana na jamaat ya Urdun. Sadr sahib wa Urdun anaandika kwamba marehemu alikuwa amefanya bayati mwaka 2010 na alikuwa mwanajumuiya akiwa peke yake katika eneo lake, na kwa mujibu wa mila na desturi, kwa sababu yao mume anapokubali dini, mke pia huwa anajiunga na jamaat. Anasema imani ya marehemu juu ya Hatmasihi Maud al-Islam na juu ya jamaat na juu ya khalifa ilikuwa imara kama mlima. Licha ya kuwepo kwa upinzani wa ukoo na maadui wengine kwa sababu ya kuikubali jamaat, marehemu alikuwa mfano mzuri wa uchamungu. Alikuwa na shauku sana kuhusu jamaat na khilafat. Alikuwa mwenye kulinda kwa nguvu. Alikuwa na hamu kujifunza elimu, na marehemu alikuwa mgonjwa wa sukari, na kwa sababu ya maradhi yake alikuwa na shida kubwa sana, na ndio maradhi ambayo yamekuwa sababu ya kifo chake. Baadhi ya jamaa zake walikuwa wakimwambia kwamba hali yako hiyo imetokana na jumuiya, wewe uache jamaat na sisi tutatoa shahada katika haki yako siku ya kiyama. Marehemu alikuwa anasema kwa jazba kwamba ewe Allah, unifishe
katika hali ya mwanajumuiya. marehemu anayefuata ni mheshimiwa din Muhammad Shahid Saheb ambaye alikuwa mbashiri mstaafu. Siku hizi alikuwa akiishi nchini Canada. Amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 92. jumuiya ilikuja katika ukoo wake kwa kupitia baba yake ambaye alikuwa amefanya baiati mwaka 1968. mwaka 1940 baba yake alimpeleka katika jalsa salana ya Qadian, na baba yake alipoona mazingira ya kielimu na ya kidini ya Qadian akapata mvuto mkubwa sana. Na hata marehemu pia alikuwa na shauku ya kusoma na kuandika, hivyo baba yake akamwacha mwana wake katika mji wa Qadian chini ya malezi ya Mir Muhammad Ishaq Saheb, na marehemu akapata masomo kutoka kwake. Akamaliza shahada ya shahid kutoka Jamia Ahmadiyya mwaka 1953. Kisha akafanya kazi kama mbashiri katika miji mbalimbali ya Pakistan, na kwa miaka 3-4 akaweza kuitumikia jumuiya katika nchi ya Jazair, Fiji. Kwa muda mrefu akaweza kupata fursa ya kuhudumia kama katibu wa vyombo vya habari mjini Rabwa. Mbali na kuwa mwandishi wa vitabu vinne, akapata fursa ya kuandika insha mbalimbali. Alikuwa na hamu sana ya kufanya tabligh. Alikuwa anabuni njia tofauti ya kufanya tabligh. Kwa fadhila ya Allah alikuwa musi. Ameacha mke na wana 2 na binti 3. marehemu anayefuata ni mheshimiwa Mia Rafiq Ahmad Saheb ambaye alikuwa mfanyakazi wa ofisi ya jalsa salana, aliyefariki dunia siku za nyuma akiwa na umri ya miaka 87. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. jina la baba yake lilikuwa marehemu Mia Bashir Ahmad Saheb. Kabla ya Pakistan, baba yake alikuwa amehama Qadian na kufika Quetta, na akaweza kupata nafasi ya kuhudumia jamaat kama amir jamaat Quetta. katika familia ya Mia Rafiq Ahmad Saheb jumuiya ilipatikana kwa kumpitia babu yake Dr. Abdullah Saheb ambaye alikuwa sahaba wa Masihi aliyahdi wal Islam. mwaka 1960 Mia Rafiq Saheb akapata shahada katika mechanical engineering kutoka Engineering College ya Lahore, na baada ya kumaliza masomo yake akaendelea kufanya kazi katika sehemu mbalimbali. Kisha akaenda Tanzania ambapo akaishi kwa muda wa miaka takriban 10, ambapo aliweza kufanya kazi katika kampuni na pia alikuwa anafundisha. Katika nchi ya Tanzania aliweza kuitumikia jamaat kama katibu wa fedha. mwaka 1986 akafanya kazi katika ofisi ya wakfu ardhi na jalsa salana, na mwaka 1987 akaanza kufanya kazi katika ofisi ya jalsa salana kama mfanyakazi wake, na kisha kwenye mwaka 1989 akajitolea wakfu na akaanza kutoa huduma katika idara ya teknolojia kwenye ofisi ya jalsa salana Rabwa kama nazim technical mpaka mwisho wa maisha yake. Khalifatul Masih Thalith rahimahullah taala alikuwa amemtafutia mke, alikuwa amesimamia ndoa yake, na Maulana Abdullah Taha Saheb alikuwa ametangaza ndoa yake. Mwenyezi Mungu alikuwa amemjalia watoto 3 wa kiume na binti 1. Mtoto wake wa kiume anasema kwamba yeyote mtu ambaye alikuwa akisema jambo lolote kuhusu jumuiya, ye alikuwa anamzuia. Alikuwa anaupenda sana ukhalifa. Wakati moja mgeni fulani alisema ya kwamba nyumba ambayo umepewa na jamaat ni ndogo sana, ukipenda unaweza kupatiwa nyumba kubwa. Ye akasema kwamba hata kama jumuiya ikiniambia kwamba nikae kwenye hema, niko tayari kukaa kwenye hema na sitaiomba jumuiya kitu chochote.
mtoto wake mwingine anasema kwamba pia tumeweza kujua baada ya kifo chake kwamba baba yetu alikuwa anawasaidia watu maskini. Mtoto wake mdogo anasema kwamba baba yetu alikuwa anaswali sala ya tahajudi, alikuwa anapenda sana Qurani tukufu, alikuwa mnyenyekevu, mwenye kupenda sana na mtu mkweli, alikuwa anampenda sana khalifa na kumtii. Na huzuri anasema kwamba hata mimi mwenyewe pia nimeona kwamba mtu huyo alikuwa mnyenyekevu mkubwa sana, alikuwa na tabia njema mno, na alikuwa anafanya kazi kwa unyofu mkubwa, na aliweza kutimiza ahadi ya baiati yake kwa uaminifu wote. Pia alikuwa anajitahidi kuokoa na mali ya jamaat, na alikuwa anajitahidi sana kwamba katika hela ndogo aweze kufanya kazi kubwa, na pia aliweza kutengeneza mashine mbalimbali za kupika chapati, na amefanya kazi kubwa kwa ajili ya ofisi hiyo. Kisha anasema kwamba nimeona kwamba wakati wa shida na matatizo alikuwa na azma na alikuwa anasoma Qurani tukufu. Hata wakati wa maradhi yake pia hakulalamika, na alikuwa anafanya kazi kwa uaminifu mkubwa sana kama ilivyoelezwa hapo kabla. Marehemu anayefuata ni Bi Kanta Zafar Sahiba ambaye alikuwa mke wa mheshimiwa Ehsanullah Zafar Sahib, amir wa zamani wa Marekani aliyefariki dunia katika siku za nyuma kwenye ajali ya gari. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mwaka 1941 ni mwaka wa kuzaliwa kwake, na Chaudhry Azam Ali Saheb retired session judge alikuwa baba yake, na babu yake alikuwa Chaudhry Fakir Muhammad Saheb ambaye baada ya kutokea uhuru kati ya India na Pakistan aliweza kutoa huduma kama Nazir Amure Ama. Marehemu alikuwa na sifa chungu nzima na alikuwa na bashasha, alikuwa na uhusiano imara na ukhalifa, alikuwa anapenda sana Qurani tukufu, na alikuwa anampenda sana Mtume sallallahu alaihi wasallam na Masihi wasallam. Pia aliweza kuwafanya watoto wake pia wawe na sifa hizo. Kwa fadhili ya Allah alikuwa musi, ameacha nyuma mume wake na mabinti wawili. Kijana wake mmoja miaka ya nyuma alikuwa amefariki dunia katika ajali moja, na marehemu akavumilia sana ghamu hiyo. Inamullah Kausar Saheb mbashiri wa Australia anaandika kwamba nilipokuwa Marekani, anasema kwamba marehemu alikuwa anashiriki katika darasa za Qurani tukufu na alikuwa anatoka mbali. Alikuwa daktari, alikuwa amefanya PhD, lakini alikuwa na tabia ya kawaida sana, hakuwa na ufahari wala majivuno. Alikuwa akiwasaidia sana watu wasio na chochote, na alikuwa anawaheshimu sana wabashiri, na alikuwa ana wahudumia vizuri. Alikuwa anafanya kazi kwa unyenyekevu mkubwa. Alikuwa akiwaambia lajnai maila kwamba wekeni viatu juu ya sehemu ambayo ni sehemu zake, na kama walikuwa hawaweki alikuwa anachukua mwenyewe na kuweka juu ya sehemu. Alikuwa anasafisha misikiti kwa unyenyekevu, hakuwa na majivuno na ufahari wote. Alikuwa anavaa mavazi ya kawaida tu, alikuwa hana hasira kwa mtu yeyote, na alikuwa anawatumikia wote kwa wema, na alikuwa anasema labbaik juu ya kila sauti itokayo kutoka ukhalifa. Mwenyezi Mungu awaghofirie marehemu wote na awanyanyue kwenye daraja, na awajalie watoto wake waweze kuendeleza mema yao. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله،
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.